Ko nje kidogo ya Mahakama Kuu masjala ndogo hapa jijini Dar es Salaam, ambapo kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu imenguruma siku hii ya leo, na muda huu imeahirishwa mpaka siku ya Ijumaa, ambapo majaji watatoa uamuzi wapo kesi ya Tundu Lissu. Je, Lissu anayo kesi ya kujibu au hana kesi ya kujibu? Na kama itakuwa hana kesi ya kujibu, basi kinachofuata hapo itakuwa ni kuachiliwa huru. Lakini siku hii ya leo ndani ya mahakama ni mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ameieleza Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya hapa jijini Dar es Salaam kuwa yeye hana kesi ya kujibu katika shauri la uhaini linalomkabili, huku akiiomba mahakama kutamka kuwa hana hatia na itamke kuwa anatakiwa kulipwa fidia. Akiwasilisha hoja zake leo Agosti 17 mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Ndugulu, Lissu ametumia kifungu cha 311 (1) cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA. Amesema upande wa jamhuri umeshindwa kuthibitisha ile aliyoita prima facie kesi kutokuwa na kesi ya kujibu. Lissu ameieleza mahakama kuwa prima facie evidence mkwaju kesi ni ushahidi wa upande wa mashtaka peke yake kama haujafikia kiwango cha kumtia mtuhumiwa hatiani. Usipojibiwa hakuna haja na mahakama inatakiwa kurekodi mtuhumiwa kutokuwa na hatia. Akitumia kifungu cha 312 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai na maamuzi ya mahakama katika kesi kadha ikiwemo kesi ya Trambaklali Bati dhidi ya jamhuri, amesema zimetengeneza misingi ya kisheria juu ya kitu gani mahakama inatakiwa kufanya kuhusiana na hoja ya kutokuwa na kesi ya kujibu. Sababu zilizoainishwa na mahakama hizo ni kuwa ni utiifu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lazima kuwe na uthibitisho nia ya kufanya kitendo cha uhaini, na nia ni lazima ithibitishwe kwa maandishi au matendo ya wazi. Anaeleza kuwa suala la utiifu kwa Jamhuri ya Muungano alina mjadala na suala lenye shida ni je, kulikuwa na nia ya dhati ya kufanya uhaini, akieleza kuwa katika maneno yaliyoandikwa kwenye hati ya mashtaka ambayo aliyotoa April 3, 2025 na pia kupitia ushahidi wa mashahidi 17 wa jamhuri, hakuna sehemu alipoonesha nia ya kutisha serikali, kwani hakuna sehemu ilipotamkwa. Lissu anasema kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2023, sheria ya kanuni ya adhabu na sheria zingine hazithibitishi kosa la uhaini analodaiwa kulifanya. Na kama nilivyokujuza, kesi hii imeahirishwa mpaka tarehe 21 ambapo majaji wataamua Lissu ana kesi ya kujibu ama